Mr. Speaker, mimi kama Muluya wa Busia, mtetezi wa koti moja tuta movement, mtetezi wa William Ruto movement, hata mvua iue watu wote Nairobi. Ruto ni 10. Kwani Ruto ni Mungu? Mtu anakuja kusema Mr. Speaker ati drainage maji ipiti. During the regime of Uhuru Kenyatta, tulikuwa na drainage Nairobi. Uhuru alikuwa one term. Yeah? Mukuru wa Njenga. Flood iliua watu Mr. Speaker. Mtu anakuja hapa Uasin Gishu County anakuambia koti moja ni one term. Ukimuuliza okay tupe nani? Ati sisi tunataka bora uongozi. Kuna governor ati bora uongozi. Hao watu wenye wanakuja kukuambia hapa one term 2022 watu wenye wanakuambia koti moja one term walikuwa watu ya Buzeki. Watu wenye walikuwa one term, watu wenye wanakuambia one term Mr. Speaker 2022 walikuwa wafuasi wa Raila kama mimi, lakini mimi nimetoka huko, niko two term, ndio Oburu wako huko. Mimi siwezi toka kwa serikali. Mtu anakuja kukuambia kwamba ati hapa ukimuuliza nipatie sababu 2 za koti moja kukua one term, atakue tu. Ukikuja kuniambia Mr. Speaker Ruto kukua one term kwa sababu ya mvua, then you are not reasoning. Ruto juzi alifanya collaboration na county government ya Nairobi. Hawa wenye wanakuambia hapa ati Ruto sasa kwa Sakaja one term ndio alisema Sakaja ameuza Nairobi. Sakaja ameuzaje Nairobi? Wakati Sakaja anafanya collaboration na serikali, wanakuambia kwamba Sakaja amekosa. Ndiyo mvua imenyesha. The solution of Nairobi is not even a leader. The structure and formation ya Nairobi, wenye wali design hizo drainage, ndio ku design drainage sawa sawa. Wanafaa waelekeze hiyo maji itoke kwenda estate iende kwa river. Nairobi iko surrounded with a lot of rivers. Lakini mtu akikwambia kwamba Mr. Speaker, so Mr. Speaker, mtu akikwambia ugatuzi ilikuja 2010, tulikuwa na Mike Sonko. Kwani mvua ikunyesha enzi ya Mike Sonko? Ilikuwa inanyesha kwa nini? So ikuua watu. Iliua nani? Mr. Speaker, when these people are trying to table here motion, usikuwe tuna ile kasumba ya kwamba atumezaliwa tu ni one term. Ruto is not the head of Nairobi County. So Sakaja, mtu akikwambia ati Sakaja ni one term kwa sababu ya flood, na huyo ni mtu aelewe nini inatendeka. So Mr. Speaker, mimi nikimalizia Mr. Speaker, mimi kutoka juu kwa William Ruto ni 10. Pale kwa Sakaja Mr. Speaker, hakuna mtu wa kuangusha Sakaja pale. Hapa sasa kwa koti moja ndo mbaya. Hapa hakuwa amefanya, hajafanya, Uasin Gishu koti moja ni 10 bila break. Hata pia mimi koti moja nimeamua bili aende. Wacha. Mr. Speaker, nimeamua koti moja aende. Ngoja. Koti moja ana mpinzani. Afanya nini? Aende wapi? Amalize yake 2. Asante sana Mr. Speaker. Nini wao sawa? Inaweza kuwa inapata 200 sababu ya population yake. Yes. Wale wanapata kidogo ndio hiyo 170. Hiyo ndio average. But kama population yenu yuko juu, pesa itaenda juu. Mimi ningeomba hivi. Wana Turbo wenzangu, kama tunaweza angalia mtu kama Moses Sirgoi ambaye tumeona anaonyesha ako na uwezo ya kutumia ile pesa vizuri, sababu already anajua kama mjumbe, kando na kuwakilisha wana Turbo, kando na kutengeneza sheria na kando na kufanya oversight katika serikali kuu, bado ako na jukumu hapa Turbo. Tunaona analeta tournament, tunaona ana consider wale watu wa chini. Ilikuwa tarehe 22 December 2025. Moses Sirgoi ameangalia na akaona hii ni msimu wa Krismasi, watu wanaenda kusherekea. Huruma, wakaaji wa Huruma ni watu ambao labda mapato yao yako chini kidogo. Kuna wale hawatawezeshwa kwenda kusherekea kama wengine. Moses Sirgoi alikuja hapa akavalisha wamama wetu ambao hawajiwezi,
akahakikisha wao pia msimu wa Christmas wamepata kitu ya kuweka kwa tumbo. Huyo ni kiongozi, si kiongozi wenzangu. Ni kiongozi. Nimesikia kuna jamaa hapa amekuja akasema hata watu wote wakikufa Nairobi yeye bado ni tutam. Unajua lazima katika nchi yetu tuone kuna watu ambao sitaki kuongea kwa ile njia mbaya, lakini lazima tujue kwamba katika Kenya hii kuna watu ambao sijui naweza tumia neno gani, soft, lakini mtu kusema neno kama hiyo ni neno hatari sana. Kusema watu wote wakufe Nairobi mzima bado ni tutam, hiyo ni mtu anaonesha kwamba yeye amelewa na siasa. Unajua lazima tukue watu wenye kuangalia maslahi ya sisi wananchi. Unajua huwezi kuja hapa useme kwamba watu wakufe, hiyo ni kama kutusi taifa letu la Kenya. Jambo la pili, kuna maneno ambao watu wanashinda wakirudia hapa, wanasema ati hata hizo serikali zingine kulikuwa na mafuriko. Sisi hatuongelei serikali zingine. Huyu Ruto aliingishwa ili ya correct maneno ambao hiyo serikali tulikuwa tunaambia Uhuru maliza enda kabisa. Na kitu ambao ilifanya tukaamuka asubuhi kupigia Ruto ni uweze kubadilisha mambo ambao serikali nyingine ilikuwa ikifanya vibaya. Si mtu akuje hapa anza kutuambia ati serikali zilinge zilikuwa zinafanya. Jambo ingine ni kwamba sisi kama Wakenya imefika wakati ambao sasa lazima tuseme we deserve better. Mtu akikuja hapa anasema koti moja ati nini? Swali moja ambao tutamuuliza ni hii. Huo mtu ambao unasema tutam amefanya kazi gani? Ni kazi gani amefanya ambao tunaweza sema hapa katika hiyo hospitali yetu hapa? Mtu akienda hapo unajaza P3 unaitishwa shilingi 2,000. Na ni ya serikali, hakuna madawa. Hiyo madawa sisi ndo tunasema ya kwamba kama huyu jamaa ameshindwa kuleta aende nyumbani. Na sisi kama vijana wa kizazi cha sasa tumesema hii maneno ya hao vijana kukuja hapa kutusi taifa itaisha. Hiyo mambo ilienda na Moi. Sisi vijana tunaleta mambo mapya, na ile mambo ambayo tunaleta ni keep our politician responsible kwa ile kazi ambayo alifanya. Kama huyu William Ruto, mimi siogopi. Watu wanasema wanaogopa William Ruto, mimi simuogopi. Mimi nataka niseme hivi, tumeuziwa uoga kwa muda mrefu, tunaambiwa sijui utashikwa utafanya nini. Kenya ni yetu bwana. Hii Kenya tujakomboa nyumba ati tutaenda wapi. Tunataka tuambie namna hii. Kama kuna jela mnaperekananga muanze na sisi. Tumesema namna hii. Ile mambo ambayo uliahidi kwa ile inaitwa better bottom up economic transformation agenda. Timiza. Ukishindwa nimesikia watu wakisema ati nani mnataka kuweka nani? Kwani hii Kenya ni ya mtu mmoja? Kwani hii Kenya kuna mtu tu mmoja Ruto? Kwani hakuna watu wa mama hapa Kenya wazai? Si kuna watoto ambao wanaweza kuwa marais? Tumesema namna hii. Huyo Ruto kama mimi nimesema namtoa. Na tuko na watu milioni 50 ambao ni wa Kenya. Tutachagua kati yao milioni 50 wengine tuweke pale mbele. Tusiuziwe uoga tuambiwe ati hakuna. Unajua wakati wa wazungu, wakati kulikuwa na maumau, wazungu walikuwa wanauliza wa Afrika, nyinyi mnataka uhuru, mtajiongoza kweli? Hiyo ndio ilikuwa ujinga. Sasa hizo wamebadilishwa, wanatuuliza Ruto akienda nani anakuja? My friend, wamama zetu wamezaa viongozi wazuri. Tutatoa huyu jamaa na tutaweka mwingine. Mimi nasema bwana Speaker, one term. Unajua hii vitu imekuwa ikifanyika tangu kila wakati. Sasa vikifanyika hakuna kiongozi mzuri na hakuna kiongozi mbaya. Sisi ndio tunakuwa wajinga. Amerika iko na population ya watu 800. Milioni 800. Ongeza sauti tusikie. Amerika iko na population. Wewe tu ndio unaongea, usisikie yenye wale watu. Sasa na wanachaguliwa president na watu 2600. Sisi tunaenda tunachagua. Okay, nataka niende Iran iko na 60. Sawa. Nataka na wanachaguliwa na watu 88 ndio wanawachagua. Sasa kitu sisi sawa. Haya, wacha